Mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo? Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile hali ilivyo. Kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Naomba tu ukaweze kunifuatilia kwa sababu hii kanda naileta chini ya dakika 10. Bila kupoteza wakati, twende nayo. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amegeuka na kutangaza msimamo mwingine mkali kuhusiana kutokuwa katika serikali ya Rais William Ruto. Kuna kanda naomba kuiweka hewani tuisikize, kisha baadaye nikirudi nitakuwa na changanua. Na alikuwa anaongea katika mazishi ya mzee Julius Murungi katika eneo la Tharaka Nithi hii leo siku ya Jumatano. Naomba tusikize Raila Odinga, nikirudi nichanganue matamshi hayo yanamaanisha nini haswa katika sekta ya siasa na ni kwa nini ameamua kutoa msimamo tofauti wa kisiasa, kwa sababu wengi walisema ya kwamba Raila Odinga yuko katika serikali. Naomba tu kabla niweke hiyo kanda utupe a like katika kanda hii. Utupe a like na asante. Ikiwa hauja subscribe, please I'm requesting you to consider subscribing to our YouTube channel. Kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wa Mokenya TV. Na unaweza kutuandikia katika sehemu ya maoni. Je, unaamini Raila Odinga hayuko katika serikali ya Ruto? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Je, unaamini Raila Odinga hayupo katika serikali ya Rais William Ruto? Tumsikize kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Lakini baadaye yale yalifanyika, mnajua? Si mnajua? Sasa tukasema sasa yale yaliyopita. Kwa hivyo ikiwa kama nchi iko na shida tunatatua. Uchaguzi mwingine itakuja 2027. Ikifika wakati hiyo watu wataingia kwa kiwanja. Lakini kati hapa mpaka pale paka nchi iendelee. Yale sisi tumefanya, sisema mimi asijaenda kwa Ruto. Yeye alikuja kwetu. Sisi hatuingii kwa serikali. Lakini mpaka tutatue shida hii ambayo iko hapa sasa. Bunge yenyewe si ati ya serikali na upinzani. Iko majority and minority. But all of them are oversighting the executive. So you have not gone into kwa executive. Sisi tumesema tuko katika bunge, tuko upinzani. Tuko upinzani, we are oversighting the executive. Hiyo sauti ni ya Raila Odinga na alikuwa anazungumza leo katika mazishi. Amesema ya kwamba yeye hakuenda kwa Ruto ila tu Ruto alienda kwake. Na 2027 itafika wakati watu wataingia uwanjani kuwania viti mbalimbali, hata kiti cha urais. Na kusema ya kwamba kama chama cha ODM hawajaingia kwa serikali, na ameweza kusema ya kwamba sisi tunashirikiana kwa miaka hii miwili tu na wako katika mrengo wa upinzani. Now, I want to put this into perspective. Mbona Raila Odinga anaendelea kusisitiza kwamba hayuko katika serikali ya Rais William Ruto? Number 1, to be relevant to Kenyan politics. Anataka kujiweka katika siasa za Kenya kwa sababu amepima kwamba kuingia katika serikali sasa hivi huenda ufuasi wangu uweze kudidimia wa kisiasa humu nchini. Ndio maana sasa anaendelea kupima, nikisema niko katika serikali, nikisema niko upinzani, ni eneo lipi ambalo wa Kenya wanataka. Na anapoishambulia serikali na kusema ya kwamba sisi hatukwenda kule ila tu wao ndio walikuja tuweze kuwasaidia kwa miaka hii ambayo imesalia miwili. Kwa hivyo anataka kujiweka katika siasa kwamba yuko katika kinyang'anyiro maybe cha 2027. Na vile anazungumza, wait and see. 2027 atakuwa akiwania kiti cha urais. 2013 aliwania, 2017, 2022 na hata wakati ule mwingine 1997 and
2007 alikuwa katika kinyang'anyiro. Kwa hivyo vile Raila Odinga anazungumza ni ishara tosha kwamba 2027 atawania kiti cha urais, na hataki sasa hivi kujiondoa katika siasa. Ndio maana anaendelea kuchapa siasa na kusema ya kwamba yeye hajaingia kwa serikali. Number 2, mbona anaendelea kusisitiza kwamba hayuko katika serikali ya Rais William Ruto? Number 2, kujiondolea lawama. Ikiwa serikali itafeli kunogesha biashara ama kuinua uchumi katika taifa letu la Kenya, kushughulikia swala la ajira, kushughulikia mambo ya gharama ya juu ya maisha, kushughulikia kulipa madeni, mikopo, yeye hayuko pale. Haya yote ya kifeli, hataki kuhesabiwa kuwa miongoni mwa wale ambao walichangia haya yote kuzama. Kwa sababu kwa kiongozi yeyote ambaye anachaguliwa, kile ambacho anataka kuleta ni marekebisho na maendeleo na mabadiliko haswa katika uongozi. Naam, ikifika mahali serikali ya sasa ifeli, sasa yeye hataki kuwekewa makosa. Ndio maana anaendelea kusisitiza na kusema ya kwamba hayuko katika serikali. Sasa yeye anajiondolea lawama, anajiondoa kutoka kwa makosa ambayo huenda yatakuja hapo baadaye. Kwa nini? Wakati rais wa sasa alipotangazwa kuwa mshindi katika kiti cha urais, aliweza kutembea katika sehemu mbalimbali humu nchini akishukuru, lakini akasema ya kwamba penye nilipata uchumi ulikuwa katika hali mbaya. Na sasa ndio maana tunajaribu kila tuwezalo kuhakikisha ya kwamba tumepandisha uchumi wetu na kuimarishwa vizuri. Ndio maana tumechukua muda pasipofanya yale ambayo yanahitajika. Sasa Raila amepima haya yanaenda kumfunga. Ikiwa serikali itafeli kushughulikia masuala haya yote, mambo ya lack of employment, inflation, debts, mambo ya economy, sasa yeye anajiondoa mapema kwa sababu ameshuhudia rais wa sasa anaendelea kumlaumu. Rais aliyekuwa mamlakani Uhuru Kenyatta kwa kuweka uchumi mahali palipokuwa na ubaya kidogo. So that is why Raila Odinga is still insisting that he is not part of the government. What do you think? Je, wewe unaamini kwamba Raila Odinga hayuko katika serikali ya Rais William Ruto? Taniandikia katika sehemu ya maoni. Naomba tu tupe a like unapoendelea kutazama na sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu uweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe kiko hapo chini kimeandikwa subscribe. Ukimaliza kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Kwa heri.